بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم ليوم الدين. أما بعد, tunaendelea na kitabu chetu Muntakha al-Akhbari katika siku ya leo ambayo ni Ijumaa ya 4 katika mwezi wa Jumada al-Ula, mfungo 8 mwaka 1447 sawa sawa na mwaka 2025. Leo tupo hapa katika ukurasa wa 537 kwa kitabu changu hiki, babu nahi al-musafir, katika mlango wa kumkataza mtu anayesafiri an yatruka ahlahu, kuingia nyumbani na kurejea kwa familia yake, bihudumi, kwa sababu ya kurejea kwake anapokutoka safari, lailan, usiku. An yatruka, yani kurejea na kupiga hodi nyumbani kwa familia yake akiwa amerejea katika safari usiku, yani baada salatu al-isha kwa muda fulani. Haitakikani mtu arejee nyumbani kwake katika safari katika usiku, kwa maana kwamba kuna adabu za safari ambazo tumeelezwa katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza, kwa mtu anayesafiri, iliyo mustahabu, iliyo sunna kusafiri, iliyokuwa katika sunna ni kusafiri mapema. Ukiwa na safari, bora kutoka mapema, na imegunduliwa kwamba safari ikiwa ndefu uko mbele za katokea matatizo, ikakusaidia usilali barabarani kwa sababu umetoka mapema, ni mustahabu. Lakini katika dharura unaweza ukatoka kwa wakati wowote, lakini isiwe usiku. Ni makruhu mtu kusafiri safari ya usiku, isipokuwa kwa dharura maalum. Kwa mfano, kama wanaosafiri wao kwa msafara wa ndege, na wakati mwingine safari zile zimepangwa usiku, lakini kuchagua mwenyewe safari usiku si jambo zuri katika Uislamu, haikupendekezwa hivyo. Kwa hiyo ile sunna ni kuamka mapema na kufunga safari mapema. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kaomba dua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Mwenyezi Mungu ubariki ummati wangu katika kule kuwahi kwao, katika kila jambo la kheri uwahi wewe, na katika safari hivyo hivyo. Kwa hiyo kuchagua maalumu kwa ajili ya kusafiri usiku, hiyo itakuwa katika dharura, lakini jambo ambalo ni mustahabu, kwa sababu katika safari za usiku na mambo mengi. Na kumbuka zamani sisi tulikuwa tunaosafiri kutoka mikoani huko, mtu anapanda gari saa 3 za usiku kutoka Tanga na kwenda Dar es Salaam, na anatoka hapa mtu anatoka baada ya Isha na kwenda sijui Mwanza, sijui maeneo gani, ili usiku kucha wakati ka safari hiyo, ila inda dharura. Lakini kwa hakika kuchagua hivi kusudi ni jambo khilafu sunna. Sasa haya mambo yalitokea zamani, nakumbuka hapa zilikuwepo basi zikitembea usiku, lakini wakati ilipokuwa nafikiri katika awamu ya almarhum Mzee Hasani Mwinyi rahmatullah alayhi, alikuwa waziri mkuu ni Malichela, alipiga marufuku msafara wa usiku, kwa sababu ajali nyingi zinatokea. Ajali nyingi, barabara zetu nyembamba, wataka wana mwendo wao, na kila mmoja anaenda mwendo wa kasi, alafu hafuati taratibu za kuendesha gari. Mtu anataa hivyo hivyo, haipunguzi kwa ajili ya mwenzie, zikatokea ajali nyingi sana. Kwa hiyo waziri mkuu akapiga marufuku, ikawa safari za usiku haziruhusiwi, na mtu ukenda katika safari ikifika kipindi fulani ambaye ulale. Siku hizi naona zinaanza kuondoka
yani amri hizo, lakini hatujui matokeo yake yatakuwaje. Kwa hiyo pia sunna imechangia katika hilo, katika adabu safari na vile vile mtu akiwa na safari kuswali rak'a mbili ni sunna, yani kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwana mtume katufundisha dua na miandika hapa, Allahumma, useme Allahumma hawwin alaina safarana hadha, Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dahu, yani Mwenyezi Mungu ifanye wepesi safari yetu hii na umbali wake ufanye ni mfupi. Na vile vile katika sheria haitakikani mtu kuwa mbali sana familia yake, ila inda dharura, na kwa maelewano baina yake na familia. Haitakikani kuwa mbali sana familia yake kwa sababu ambazo si za lazima, basi tu kakae mbali huko, sijui ukafuate mechi, sijui kitu gani, muda karibu mwezi mzima wako mbali na familia yako. Hii ni khilafu sunna. Ile ikiwa safari ambayo ina dharura na pia kuna maelewano baina yako wewe na familia yako. Na pia kuna utaratibu, mtu alipokuwa kasafiri kwa muda mrefu akirejea nyumbani, hatakikani awe anapiga hodi nyumbani kwake usiku, kwa maana saa 6 saa 5. Hapa hadithi zimepangwa kuzungumzia, anatakiwa arudi nyumbani mapema. Ikiwa amechelewa mpaka usiku huo, basi ubora akale msikitini. Sasa shauri yako tena utakayaona msikitini au sio Hamisi, lakini msikitini kuna vituko, lakini upange taratibu. Sasa ngapi utafika, na ataeleza kwa nini. Miongoni mwa hayo ni kwamba unaikera familia. Manake ukiamka, ukifika nyumbani unataka uandaliwe chakula, na watoto wote wataamka, familia nzima itaamka. Usiku wote utakuwa umepita katika kukaribishwa wewe tu. Wataendelea saa ngapi? Asubuhi watakafanya shughuli zao. Hasa kipindi chetu hiki, naona bwana, familia ina majukumu ya kufanya asubuhi. Wewe utakuwa milala mpaka saa 4 kama umewahi kusali subhi, lakini familia inaamka asubuhi pengine na watoto na hivi. Lakini kuna sababu nyingine za kisheria. Siku hizi kuna matatizo, waweza kufika hiyo saa 6 za usiku, hata wewe huko watu hawalali, ni mitandao tu, nyumba utaona mataa na waka mpaka saa 7 za usiku, watu mitandao tu. Yani mzungu kajua kutupata kulikweli, kaanza kwanza kuletea watu kwanza sinema, ikaa kila mtu ataka kuiga mambo ya sinema, familia zikanagombana kwa sababu ya sinema. Naona haya, kaondoka kaja video. Sasa video nakumbuka mwana mmoja tulikuwa tunasali naye kule Tanga, nilamika sema familia gani tulizonazo sisi hizi, yani ukifika baada ya Isha upewe chakula, watu wanaangalia mchezo kwenye video. Yakaondoka video yakuja kwenye makubwa zaidi ya mitandao. Sasa unaona bwana, subhanallah. Yani wewe mgeni mwenyeji umefika, unakuwa kama mgeni nyumbani, una anayekujali. Watu kuna mchezo wa Uturuki mpaka uishe. Inna lillahi wa inna ilaihi, mashakili makubwa sana. Sasa bwana mtume anatufundisha utaratibu wa kisunna ulivyo kwa sisi waume, ili pate kuwa familia inaishi kwa salama na kuondosha kidogo na kupunguza mizozo. Ndio akasema babu nahyi musafiri, kumkataza msafiri ayatruka, yani kwenda kuingia. Atruka maana kuingia na kupiga hodi watu wake, familia yake, bihudumi, kwa sababu ya kuja kwake nini, ulaila, usiku. Itaeleza muda gani atakiwa. Mtume sasa alikuwa akiingia usiku bwana, hapigi hodi nyumbani kwa mkewe bwana, analala msikitini. Na tumtaeleza hadithi hapa, akitoka bwana mtume anatoka mapema sana katika safari, na akirudi pengine anaswali Dhul Hulaifa pale, pana msikiti ulikuwa katuo, anaswali pale. Baadaye au kama hakuna msikiti ni mradi pale katika Dhul Hulaifa, anapitisha usiku hapo, kisha ili aingie mapema nyumbani kwake, kupunguzia tabu kwa familia yake. Maana bwana mtume alikuwa ni hodari kukaa na familia. Sasa leo tuendelee na hadithi hii ambayo ni
319 kwa kitabu changu hiki, lakini wengine kwao ni 2814 na wengine 2814 imefanana, ila kwangu 3319 katika ukurasa 537 kwa kitabu changu hiki Muntakha al-Akhbar. Wengine kwao 6209 na wengine 505 kwa mujibu wa chapa za vitabu. Hadithi hii an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana la yatruku ahlahu laylan, ilikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akienda safari akirejea apige hodi kwa familia yake, kwa mkewe usiku ile ambao watu wamekuwa wamelala wamepumzika. Wakana yaatihim, na alikuwa akija pale kwa nyumbani kwake kwa familia yake, alikuwa akija ghudwatan, asubuhi mapema, au ashiyatan. Ashia ni kabla al-isha, imefasiriwa neno ashia. Ghudwatan ni baada salati subhi, asubuhi mapema, lakini ashiyatan umefasiri ima itakuwa manake baada al-maghrib mpaka isha, katikati hapa kipindi hicho, au kabla ya hapo itakuwa mapema. Lakini wengine kasema ana ashia ni kuanzia wakati jua limepinduka dhuhuri mpaka isha, kile kipindi chote kinaitwa ashiyatan. Lakini hapa wamekhtalafiana wazuri. Al-Hafidh Ibn Hajar yeye kachagua ashia hapa kwa maana kipindi cha magharibi mpaka isha katika Fathul Bari, lakini Badruddin al-Aini katika Umdatul Qari yasema hapana, ilo raji hapa kipindi cha dhuhuri kile baada ya jua kupinduka mpaka isha. Wanazoni wanajua Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi na Badruddin al-Aini mwenye Umdatul Qari ni watu walikuwa na uhusiano fulani wa kikaraba na wameishi katika wakati mmoja. Huyu anafuata madhhabu ya Hanafi, huyu mwenye Umdatul Qari sharh ya Sahih Bukhari, na mwenye Fathul Bari anafuata madhhabu ya Shafi'i rahmatullah alayhi, na wote ni muhadithin. Alikuwa akitaka kutunga kitabu asikiza muziki akasema nini, hii kwa bakti al-Hafidh Ibn Hajar kapata sifa kubwa sana kuliko huyu Badruddin al-Aini, lakini naye kitabu chake pia hicho sharh ya Sahih Bukhari Umdatul Qari muhimu kwa nacho. Sasa wanasema kwamba hapa Anas bin Malik radhiallahu anhu anasema alikuwa bwana mtume haingii usiku, yani saa 5 za usiku zamani, saa 5 za usiku muda mrefu, wala au saa 6 za usiku. Akija anafanya kila utaratibu asiingie usiku. Ndio akasema kwamba wakana yatim ghudwatan, alikuwa anajua, alikuwa akija kwao kwa familia yake, akija mapema asubuhi. Ndio kama nilikwambia analala kule katika Dhul-Hulaifa, analala Dhul-Hulaifa, kisha ili aingie Dhul-Hulaifa na Madina si mbali sana, kwa hiyo ili apate kuwahi kuingia asubuhi mapema nyumbani kwake, asikie watu kama nilivyosema. Sasa unaweza ukasema lakini siku hizi kuna simu, utawaambia watu wako kana nakuja ukitayarisha. Ndio haya matatizo kuweka watu macho. Taib, hiyo hadithi namba tunazungumza. Tuende katika hadithi nambari 3220. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طال أحدكم الغيبة, aliporefusha mmoja wenu katika nyinyi kuwa mbali na familia yake, alghaibata kwamba hayupo pale nyumbani, kena safari kakaa mbali huko. Idha tala ahadukum alghaibata, maana kuna watu wengine bwana hawezi akakaa mwaka mzima nyumbani kwake kaonekana, mara kasafiri. Saa nyingine safari za kibiashara, saa nyingine safari za kidini. Basi haya hatuwezi kuingilia mambo ya watu. Kwa hiyo idha atala ahadukum alghaibata, ataporefusha mmoja wenu katika nyinyi muda kukaa mbali na familia yake na akarejea, fala yatruk ahlahu laila,
hii inatilia nguvu pale pale. Asirejee kwa familia yake kapiga hodi, ili neno yatruku asili yake litokana kule mtu akagonga hodi ambia ya tariq albab, lakini mtu anagonga hodi tayeb, anapiga hodi wala hafunguliwi. Fala yatruk ahlahu laila, usiku. Chini kutakuja maelezo aliyokuwa anakusudia Bwana Mtume sana kwa wakati huo tayeb.